Rapper Torrance amehamishwa jela hadi California Men's Con CMC, hatua iliyochukuliwa ili kuhakikisha usalama wake kufuatia tukio la kushambuliwa gerezani. Tory ambaye anatumikia kifungo cha miaka 10 kwa kosa la kumpiga risasi msanii mwenzake Megan Thee Stallion alijeruhiwa vibaya sana baada ya kuchomwa visu mara 14 katika jela ya California Correction Institution CCI, hali iliyosababisha hali yake ya kiafya kuwa mbaya. Kwa mujibu wa wakili wake Crystal Morgan, licha hali yake kuwa ya kuridhisha kwa sasa, rapa huyo hajafurahishwa sana na hatua ya kuhamishwa CMC iliyo karibu na jiji la San Luis Obispo. Ripoti zinaonyesha kuwa awali Torrance alikuwa ameanza kujenga maisha ndani ya gereza la Tehachapi, lakini maafisa wa usalama walishindwa kuendelea kuhakikisha kwamba anakuwa salama, na ndio maana wakachukua maamuzi kumhamisha. Wakati hali yake ya kiafya ikiendelea kuimarika, timu ya wanasheria wa Torrance inafanya jitihada ya kuwasilisha ombi la msamaha kwa gavana wa California Gavin Newsom, wakitaja uwepo ushahidi mpya na hitilafu katika mwenendo wa kesi iliyopita. Hata hivyo, timu ya wanasheria wa Megan Thee Stallion imejibu vikali kwa kutoa nyaraka mpya zinazothibitisha hukumu dhidi ya Torrance na kupinga madai ya upotoshaji unaoenezwa na wafuasi wake. Miongoni mwa mambo muhimu yaliyoangaziwa ni pamoja na ujumbe wa maandishi kutoka kwa Torrance kwenda kwa Megan Thee Stallion mnamo mwezi Julai mwaka 2020 akimwomba msamaha kwa kumpiga risasi. Torrance mwenyewe alithibitisha kwamba Case House hakuwa amefyatua risasi husika. Hakuna ushahidi mpya wa video uliopatikana. Video kutoka kwenye kamera za Ring ilionyesha milio ya risasi 5 iliyotolewa kama ushahidi mahakamani. Uchunguzi wa DNA ulionyesha uwezekano wa 90% kuwa aliyefyatua risasi alikuwa mwanaume. Megan Thee Stallion na Case walieleza mahakama kuwa Torrance aliwaahidi kiasi cha dola milioni 1 ili wasitoe ushahidi. Polisi wa LPD bado wanahifadhi bunduki na vipande vya risasi vilivyohusishwa na tukio hilo. Torrance hakutoa ushahidi mahakamani wala hakuwaita mashahidi kama dereva wake Jaquan Smith. Taarifa hiyo ya timu ya Megan Thee Stallion imekusudia kukabiliana na juhudi zozote za kubadilisha muktadha wa kesi hiyo, huku ikisisitiza kuwa hukumu iliyotolewa dhidi ya Torrance ilikuwa ya haki na ilifuata misingi ya kisheria. Hii ni SNS Mini Gen Man.